thinker. Of course yeye ni mwanamuziki wa hip hop, lakini pia anaimba kawaida. Bado yuko chini ya record label ya bado. Niko na Madi. Okay. Yeah. Na Dogo Janja pia. Yeah. Okay. Tunazungumzia sanaa ya kutengeneza mahusiano na wale watu waliofanikiwa. Kuna wimbo mmoja wa Nicki Mbishi ameshawahi kuzungumza story moja juu ya kijana ambaye alikuwa ameenda kapewa deal, kaenda kufanya mchongo. Kafanya pale kama wiki hivi ikiwa hajui siri za ule mchongo ni nini. Ilikuwa ni kubeba maboksi tu. Lakini mwisho siku baada kama ya wiki inayofuata wakaja kukamatwa kwa sababu walikuwa wanafanya biashara haramu, yani uuzaji wa dawa za kulevya na viungo vya albino na baadhi ya vitu kama hivyo. Hasa kipindi ambapo ninapotengeneza mahusiano na hawa watu waliofanikiwa, kuna haja ya kuzijua siri zao ambazo wanazonificha. Kulikuwa naongana na rafiki yangu fulani anaitwa Frank, mwenye ajiitaga gari linauzwa. Kwa hiyo muda wote gari liko sokoni. Ilikuwa namwambia jambo moja. Unajua kwenye maisha ya baina ya wewe na watu ambao pengine ulikuwa unatamani kuwa nao karibu, au ndio tunasema watu ambao wamefanikiwa pengine kuliko wewe. Unaweza kuta wewe umefanikiwa katika level fulani lakini wao wamefanikiwa zaidi. Wakiwa hawakuamini kwako inaweza likawa inaonekana kuwa ni tatizo, lakini wakisha kuamini ni tatizo kubwa zaidi. Tafadhali. Fafanua vizuri. Yaani kwa sababu gani? Ukiwa hawakuamini, hawawezi kushare na wewe vitu vyako, hawawezi kukupa nafasi kubwa, pengine hawawezi kukusemea vizuri kwa watu kwa sababu bado hawakuamini sasa. Kwa hiyo hawawezi kuwa na hiyo assurance kwamba tunaweza kumtamkia huyu jambo kwa watu wengine. Wakisha kuamini wanakupa hiyo access. Watakwambia vitu vyao ambavyo wanaamini pengine unaweza kuvitunza, watakupa nafasi kubwa, watakushirikisha katika mambo ambayo awali ulikuwa haushirikishwi. Na wakiwa wanakushirikisha hivyo, maana yake wanakuamini na wanaamini yatabaki salama kwako. Kwa maana yake yakitoka, mtu wa kwanza kumgeukia ni wewe kwa sababu wewe ndio umeongezeka katika ule mzunguko. Kwa hiyo unapokuwa na watu kwenye cycle yako wamefanikiwa kuliko wewe, kubali kupokea ambayo wao wameruhusu kwanza wewe uyajue. Badala ya wewe kutaka kuchimba zaidi vitu ambavyo pengine havihusiani na wewe. Kwa sababu gani? Wanasemaga wakati unataka kulianza jambo lolote lile, kabla ya kulianza pengine ujifunze namna ya kulimaliza, kwa sababu kuna siku litafika mwisho hilo jambo. Yaani usifikiri kwamba likianza litabaki tu kwa katika huo mwanzo wake. Kuna siku litafika mwisho. Je, linapofika mwisho wewe utakuwa kwenye nafasi gani? Ukisemea kile ambacho umekitolea kama mfano, hiyo ilikuwa ni kazi mtu amepewa. Unapopewa kazi ni lazima uielewe kazi na mazingira yake. Lakini hapa tunajadili mahusiano ya wewe na watu ambao pengine wamefanikiwa kuliko wewe. Kesi ya mahusiano ina mipaka yake kwenye nini unatakiwa ujue na kwa sababu zipi, na pengine kipi hautakiwi ujue kwa sababu zipi. Na ndio maana moja ya kanuni ambayo inakuwepo kwenye keep mahusiano na watu waliofanikiwa ni wewe kuwa muaminifu. Kuwa uaminifu ni kwa maana ipi? Kwanza kutotoa vitu vya ndani kuvipeleka nje, lakini kutovuka mipaka ambayo umewekewa kwa wakati husika. Naweza tukatolea mfano. Kila siku mtu mmekuwa mkikutana ofisini, labda mnakutana ofisini, mnaendelea na mipango yenu. Though kwake unapajua, lakini vikao vyenu mmekuwa mkivifanyia ofisini, mnakutana ofisini, anaendelea na mitikasi yake, unaendelea na mitikasi yako. Kisha tu siku anarudi nyumbani, anakukuta wewe uko nyumbani na yeye hajui. Hata kama hatoisema, lakini itakuwa ni red flag kwenye mahusiano yenu kwamba kwa nini amekuja nyumbani na mimi hakuniambia? Kuna kipi chengine? Kwa vikishaanza vitu vya namna hiyo, exclude ni rahisi sana. Kwa ili wewe uendelee kubaki, ni lazima kuheshimu mipaka ambayo ipo baina yenu, kwa sababu wanasema kwenye maisha pamoja na mambo mengine mengi, lakini moja ya kitu ambacho unatakiwa kuheshimu sana ni sheria ambazo umejiwekea mwenyewe. Yaani kama huwezi kufuata sheria ulizojiwekea wewe mwenyewe, ni ngumu sana hata kufuata sheria za nchi. Ni ngumu hata kufuata sheria ambazo labda Mungu ameziweka. Ni ngumu kufuata hata yale maadili ya kazi ambayo umewekewa ofisini. Kama wewe mwenyewe tulishasema, mimi kwa kawaida Jumatatu na Ijumaa nitakuwa naamka saa 12 asubuhi ili vitu vyangu viende sawa. Inakushinda. Sasa utawezaje kufika kazini mapema? Hapo sasa. Kwa hiyo inakuwa na picha ya namna hiyo. Huyu mshikaji azingatie nini? Tayari amesha yabananga sana.
ameshaharibu sana. Ajibrush wapi na wapi ili aweze kutengeneza haya mahusiano sasa na washikaji ambao waliofanikiwa, au aweze kuyarudisha haya mahusiano ambayo kayaharibu. Hivi kuna uwezekano wa kurudi kweli? Kwa sababu unajua watu waliofanikiwa naona kama ni watu ambao wana misimamo yao kwamba ikiisha imeisha. Kuna uwezekano wa kurudi mahusiano ambayo tayari yalishavunjika na hawa watu waliofanikiwa? Inategemea. Unajua kwa sababu gani? Unajua kwenye maisha kila mmoja ana kipimo chake cha imani. Kwa maana ipi? Kwa mfano, mimi ninaweza kukutendea wewe mambo ambayo nikaamini kwa hayo niliyoyatenda wewe unapaswa kuniamini. Kumbe hayo kwako ni minor sana, yani mambo madogo sana kwenye maisha yako. Yani ushatendewa hayo labda katika level kubwa kuliko ambayo mimi ninaifanya. Kwa maana yake ni nini? Yule anayepaswa kukuamini yeye ndo huwa ana kipimo cha imani yake kwako, sio wewe ambaye unatenda. Kwa hata kwenye kufanya makosa, wewe unaweza ukakosea na ukaona kwa hili nilolifanya pengine ndo imeshafika mwisho. Lakini ukishakubali kuwa umekosea na ukaonesha kuwa unaweza kuwa bora zaidi ya ulivyokuwa mwanzo, pengine nafasi inaweza ikapatikana. Nitatoa mfano. Mimi ni kabla ya kuwa naendesha maisha yangu mwenyewe, kwa maana ya sehemu ya kukaa na vitu kama hivyo, nilikuwa nakaa kwa madii. Nikaa kwa madii kwa muda mrefu sana. Na ishawahi kutokea siku mimi nikakosea kwa madii kiasi kwamba nikaanza mwenyewe kufunga vitu vyangu, yani kwamba sasa hapa safari ya kibaa imeshaiva hapa, nianze tu kupack mizigo yangu na nini, kwa akisema nyanyua na kusanya kilicho changu natembea. Lakini nilipo address kile kitu kwake, yeye akaja tofauti sana na akanipa masuluhisho mengi sana ya kile kitu, na mwisho siku maisha yameendelea mpaka leo tuko pamoja. Kwa unaweza ukaona ukikosea ni jambo baya, lakini ukishakiri kuwa umekosea na ukaonesha unaweza kuwa bora, pengine second chance inaweza ikatokea. Sasa nawauliza swali tena. Yani mtu akija anawaambia, mtanijibu wote, kila mtu kwa nani yake. Umkaribishe. Wewe unaweza kumkaribisha kwenye maisha yako. Nimkaribishe? Mtu kwenye maisha yako. Kwenye maisha yangu? Ataingia tu sebuleni. Sasa hapo si nyumbani kwako Nyota? Si sebule yangu. Ipo ndani ya maisha yangu. Vua viatu, ingia sebuleni, angalia TV, ukitoka hapo kwenu. Haya Rita, hii sebuleni tu. Sijaelewa swali. Yani ikitakiwa nimkaribishe mtu. Namkaribisha wapi? Sababu hapa nani Maarifa amezungumza swala la mipaka. Yani huyu mtu ambaye pia ambaye amefanikiwa, unataka kufahamiana naye, kuna mipaka. Kwa sasa wewe umefanikiwa Rita, afu kuna mtu anataka kuja sasa kwenye maisha yako na anataka umkaribishe, utamkaribisha wapi? Nyota sasa msebeni. Wewe ngumu kwa sasa wewe unataka watu waliofanikiwa wakukaribisha, alafu wewe ngumu kukaribisha watu hataki. Dada, yani wewe ukaribishwe na walofanikiwa, lakini wewe umefanikiwa ukaribisha watu utaki. Sio kwamba sitaki. Maarifa. Wewe unamkaribisha wapi? Mazingira. Huyu anatuandaa kusikiliza Karibuni Kibaa. Mazingira. Isam.
Good music. Go, 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 go. Go, 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 go. You know how, yeah. This is how I roll. Spend money, wow, yeah. Let me see yeah. And you know we popping bottles. East Africa Radio, all hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Ongeza bando. Haya, tumeongea mengi. Ndio. Tumecheka, tumetikisa vichwa, kama somo limeingia. Wenye kutake notes wametake. Sasa Professor J kwenye Zala Mentali anasema tumeongea mengi akanipa hela ya matumizi. Hapa tumeongea mengi lakini hakuna atakayepata hela. Lakini tumepata maarifa ya kubadilisha, inaweza kawa hela. Kuna kitu umeokoa upande wangu. Okay. Tusome ujumbe mfupi. Kupitia 0683802966 hiyo ndio namba ambayo unaituma hapa kwenye ujumbe mfupi. Na sasa mimi mwenyewe ishanikutaga hiyo kaka Nyota. Nilikuwa niliwasaidia wakasema hawana nauli ya kwenda Uswahilini. Nikawapa bwana we. Na saa nyingine nikapoteza 30,000. Amesemea kama kwenye ile ya Rita na ile ulisemea. Yes. Sawa. Kuna huyu anaitwa Stanley Azizi kutokea Kasungamile Sengerema, anapenda kufahamu mara ya mwisho Hayusia Bora zaidi. Haya. Tuendelee au Ngoja. Kuna moja niliiona hapa ndio naitafuta. Hii nafikiri yes. Alianza na maarifa. Hilo swala la kujikanyaga na umempoteza mtu ambaye unaona kabisa alikuwa anafaa kukusaidia, unarudi vipi? Nafikiri nilieleza lile ambalo tulieleza pale. Sawa. Haya, sasa kutokana na muda tumeongea mengi, sasa tunalihitimishaje hili? Kama nilivyosema mwanzo, yani mimi huwa sitoi hitimisho kwenye chochote kile ambacho ninasema, isipokuwa tunatoa mapendekezo. Lakini na moja ya kitu ambacho kinaweza kusaidia sana ni kwanza, unajua hata kwenye kuwa na watu ambao wamefanikiwa hawatokei kama ajali. Mara nyingi sana wanakuja kulingana na namna wewe unajiweka, matamanio yako ni nini kwenye maisha, unatamani kuwa vipi. Hivyo vitu vyote ndio vinakuja kukusukuma kwa watu gani unaweza kukutana nao. Maana yake ni nini sasa? Kama hivyo ndivyo ilivyo, ili watu waendelee kubaki na wewe uendelee kunufaika nao, ni lazima muwe na mnaongea lugha inayofanana, muwe na mitazamo inayowiana kwenye masuala mbalimbali. Hata kwa mfano inaweza ukawa labda wewe ni mtu wa michezo, na kutokana na masuala yako labda amekupelekea umekutana na viongozi wa kisiasa. Pengine we hufikirii kuja kuwa mwanasiasa, lakini mazungumzo yenu baina ya wewe mtu ambaye unafanya michezo na kiongozi wa siasa, maana yake kwenye field yako zitakuwepo fursa na changamoto ambazo wewe unazijua. Kwa hiyo sio kuongelea juu ya nitakuja kugombea siku moja, lakini ukawa una address hivyo vitu kwake. Kwa conversation ya wewe na yeye inakuwa haina limit, kwa sababu utakuwa unaendelea kuzungumzia fursa na changamoto zilizopo kwenye field ambayo unaifanya, na yeye anaweza akaona ni faida kuendelea kuwasiliana na wewe, kwa sababu wewe uko kwenye hiyo field, kwa unampa hints za moja kwa moja za hali ikoje kwenye hilo eneo lako. Kwa hiyo ukishakuwa umeielewa hiyo, inaweza kusaidia. Lakini pia kitu kingine ni kujua pia watu unaowakusudia ni wapi huwa wanapatikana mara kwa mara. Unajua watu wengi tumekuwa tukiomba bwana tukutane. Wakati mwingine badala ya kuomba kukutana naye, wewe ibuka maeneo ambayo yeye anapatikana. Maana yake mtakutana by chance, lakini itakuwa ni advantage kwako, kwa sababu ulikuwa una plan kukutana na huyo mtu muda mrefu. Kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia mahusiano mengi ya kibiashara yanakuwa imara sana ambako yanazaliwa kwanza na uhusiano wa kifamilia kabla ya kufikia kwenye kazi mnayoikusudia. Kwa sababu ukienda tu na kazi mezani, maana yake kazi ikiisha hakuna connection tena baina ya wewe na yeye. Lakini ukitengeneza mahusiano mazuri ya kifamilia baina ya wewe na hao watu, ukileta kazi mezani, hata kazi inapoondoka bado mahusiano ya wewe na yeye yanaendelea kubaki. Kiniacha
Narudi tena ngo. Ukimwacha? Nikafikiri Maarifa arudi tena studio. Rita ukiacha ukimwacha. unafanyaje?